Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza ya mwaka 2025, robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Juma lililopita tumejifunza mada ya kwanza inayosema twaudhiwa bali hatuachwi. Juma hili tutaenda kuiangazia somo la pili, somo linalosema sababu za kushukuru na kusali, kwa ajili ya Januari 3 hadi Januari 9. Hii ni Januari 3, Sabato mchana. Somo kwa ajili ya juma hili: Wafilipi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi 18, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 aya ya kwanza hadi ya 8, Yeremia 17 aya ya 9, Wakolosai 1 aya ya kwanza hadi ya 12, Petro wa kwanza sura ya kwanza aya ya 4, Zaburi 119 aya ya 5 na Isaya 30 aya ya 21. Fungu la kukariri limetoka kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza aya ya 6. Neno la Mungu linasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwetu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Paulo kwa makusudi kabisa anaanza nyaraka zake kwa maneno ya salamu na shukrani. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi kama Paulo tunayo mengi ya kushukuru kwayo. Tumepata neema ya Mungu kwa njia nyingi sana, njia ambazo hata malaika hawawezi kuzifahamu. Ndivyo ilivyo pia kuhusu kipawa cha Mungu cha amani, kinachojumuisha mapatano na Mungu na tumaini linalobubujika kutoka katika upendo wa Mungu. Kwa kiwango cha kibinadamu, tunaweza kutoa na kuonesha shukrani kwa wengine na kuwa na tumaini kwamba watu wanashukuru kwa mambo tunayowafanyia. Wazazi wanaomba kwamba watoto wao wampende Mungu na kuthamini siku moja, ikiwa si sasa, jinsi walivyojinyima ili kuwalea vizuri zaidi wawezavyo. Lakini kama wanadamu tunafanya makosa mengi na tunajifunza kutokana nayo, au angalau tunapaswa kujifunza kutokana nayo. Juma hili tutachunguza maneno ya Paulo ya utangulizi, ya shukrani na maombi katika Wafilipi na Wakolosai, ambayo yanaweza kujenga na kuimarisha maisha yetu ya maombi. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Januari 10. Hii ni Sabato mchana. Januari 4, siku ya Jumapili, tutajifunza mada inayosema ushirika katika Injili. Januari 5, siku ya Jumatatu, mada itasema orodha ya Paulo ya mambo ya kuomba. Januari 6, siku ya Jumanne, mada itasema kutumia utambuzi wa kiroho. Januari 7, siku ya Jumatano, tunda la Injili. Januari 8, siku ya Alhamis, nguvu ya maombi. Januari 9, Ijumaa, jifunze zaidi. Mungu atubariki sote na karibu sana.